Kwenye Biblia kuna maelezo mengi sana kuhusiana na kiumbe mmoja wa ajabu ambaye aliumbwa kwa namna ya ajabu na ya upendeleo sana. Huyo si mwingine ni Lucifer, ambaye alikuwa ni kerubi yafunikae, malaika aliyetukuka, aliyeumbwa kwa madini ya thamani sana. Na yeye alikuwa na mibaraka mingi sana ndani yake. Mziki ulikuwa ndani yake, akiongea tu yeye anaongea mziki. Na ukiangalia vitabu vya Isaya pamoja na Ezekieli, Isaya sura ya 14, lakini Ezekieli sura ya 28, zinaelezea uasi ambao unafanana sana, na ni kweli unafanana na uasi wa Lucifer. Na kiukweli sura hizi kimuktadha kabisa zinaongelea uasi uliotokea mbinguni. Kwa hiyo Isaya 14 inamleta mfalme wa Babeli kama mfano wa watu waliokuwa wanaleta maasi kabisa. Lakini Ezekieli anatumia mfalme wa Tiro kuonyesha uasi uliotokea mbinguni. Na kwa muktadha wa Biblia ni kweli haya kwamba inaweza kawa ilikuwa mifano ya hawa wafalme, lakini kuna ukweli ambao unaenda zaidi ya kwamba hawakuwa wanaongelewa tu hawa wafalme wawili. Na ndiyo maana ukiangalia ile Isaya 14 fungu la 12, anaonekana mfalme Babeli anaketi wapi? Katika kiti cha enzi mbinguni. Unaona? Na ni kitu ambacho kama mfalme kabisa hakuwahi kwenda mbinguni na kuketi. Maana yake unajua sio tu mfalme anayeongelewa. Lakini ukienda ile 28 Ezekieli fungu la 12 mpaka la 15, unakuta mfalme Tiro anaongelewa kama aliwahi kuishi Edeni, aliwahi kulinda. Unaona? Kwa hiyo unagundua kabisa ni Lucifer, uasi wa Lucifer unawasilishwa kupitia wafalme hao waliokuwepo. Uasi huo sasa unaendelea, ulivyokuwa mkubwa mbinguni ndipo vita ikatokea mbinguni, na hao malaika ambao waliungana na shetani walishushwa katika sayari yetu ya nini? Ya dunia. Kwa hiyo hawa walioshushwa wakiwa na shetani, malaika zake, kazi yao ni moja tu: kupinga makusudi ya Mungu yasitimizwe duniani. Unaona? Na hiyo ndiyo vita sasa inayoendelea leo baina ya Kristo ama Mungu pamoja na shetani. Kwamba wao hawa shetani pamoja na malaika zake wanapinga makusudi ya Mungu yasitimie wapi? Dunia. Katika sayari ya dunia. Lakini vita ya Bwana ni kuhakikisha makusudi yake yanafanya nini? Yanatimia. Kwa hiyo tunakutana na pambano ambalo hili ndilo lilisababisha mapambano mengi ambayo leo yanaendelea. Ni kwa sababu ni vita juu ya wema na uovu. Kwa hiyo Mungu anatamani makusudi yake yatimie. Na hata wewe mtazamaji na msikilizaji wetu, unapoenda kinyume na makusudi ya Bwana, Mungu anajisikia vibaya. Na hivyo anatamani kuvipiga vita vizuri kuhakikisha unashinda. Na kushinda sisi ni kuishi makusudi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo anasema ya kwamba katika vita hii sasa mwanadamu anahusishwa. Na hakuna sehemu ambapo mwanadamu atakaa asiwe na upande. Kwa hiyo ni leo kuchagua kuwa katika upande wa Mungu, maana yake ni kwamba kutimiza makusudi ya Mungu duniani. Na ukichagua kuwa upande wa shetani ni kupinga makusudi ya Mungu katika sayari ya dunia. Lakini ni vyema nikupendekezee ukachagua kuishi makusudi ya Bwana na ukajiunga kwa amiri jeshi mkuu wa vita, na hakika tutashinda. Amen. Hapa tunaona kuna vitu kadhaa ambavyo vinazungumziwa. Na jambo la kwanza ni kwamba tangu dhambi iingie ulimwenguni hakujawahi kuwa na pande zaidi ya mbili. Yaani mwanadamu yeyote anasimama katika upande wa Mungu au upande wa shetani. Na hata kipindi hicho cha zamani katika vita zote zilizowahi kupigana hata na mataifa ambayo sio ya kimungu, yani labda wa Misri wakienda kupigana na wa Maleki, labda tuchukulie mfano, walikuwa wanaamini kabisa kwamba kuna Mungu au miungu kati yao ambayo itashinda na ambayo itashindwa. Kwa hiyo ikitokea wamepigana vita na wameshinda vita, iliaminika kwamba miungu yao imeshinda au walioshinda vita. Lakini wale ambao wameshindwa vita, iliaminika kwamba miungu yao imeshindwa vita. Sasa wana wa Israeli walipokaa sana Misri na kuchanganyikana na ile tabia za Kimisri, walisahau habari za Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, na walikuwa na taswira ndogo sana
yani wakiongelea juu ya historia ya huyo Mungu wa hao mababu zao, walikuwa wanamfahamu kwa udogo sana, kiasi kwamba upagani wa Misri waliuingiza katika imani zao na katika kila kitu walichokiamini. Na ndio maana tunaona muda mfupi tu baada ya kushuhudia mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya katika kuwapiga watu wa Misri, tunaona wanamsahau tena huyu Mungu. Ni kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamegubikwa au wamejawa na kaida au taratibu au tabia na utamaduni wa kipagani ambao wamerithishwa kutoka kwa Misri. Lakini sasa hii mada yetu tunapoita Bwana ni mpiganaji inamaanisha nini? Ndio wana wa Israeli walikosea na wakawa wameingia katika kuabudu miungu, na wameingiza utamaduni wa Kimisri katika tamaduni zao ambazo sio za Kimisri, ni za Kiebrania. Baada ya kuwa wameingiza tamaduni hizo, ilihitaji tu wao kuwa na imani kwa Mungu, na tunaambiwa Mungu ilibidi ashuke chini mpaka levo yao, sio wao wapande mpaka levo ya Mungu. Mungu akashuka chini, akajishusha ili aweze kuendana nao hawa wana wa Israel. Na akishaweza kuendana nao, hawatahitaji kuwa na nguvu kubwa, hawatahitaji kuwa na vifaa vikubwa, hawatahitaji kuwa na uwezo mkubwa sana wa vita, bali Bwana ndiye atakuwa mpiganaji kwa ajili yao katika safari yao ya kwenda katika nchi ya ahadi. Nashukuru, na kitu ambacho mimi leo nimekiona ni cha ajabu sana kwenye haya masomo na ambacho inawezekana nilikuwa bado sijakigundua. Mungu hakukusudia wana wa Israeli waingie nchi ya ahadi kwa kupigana. Na yeye ndiye aliyekuwa anataka apigane kwa niaba yao, kwa ajili yao. Kwa hiyo wanaingia kwenye vita ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Amen. Ndio maana unaweza kaangalia hata kuangusha Yeriko hawakushika chochote, ila walizunguka. Na Mungu akaona sasa awahusishe ili waanze kuamini. Yani likawa ni zoezi la wao sasa ili wapate kuamini, kwa sababu hawaamini katika nguvu za Mungu pekee, wanataka na wao wafanye. Ndio maana unaweza kujiuliza kwa nini wazunguke Yeriko alafu hawakugusa na ikadondoka. Ni Mungu alitaka awahusishe kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa hiyo yeye Mungu alikusudia yeye ndiye atakayepigana, na vita umeisema vizuri kwamba ilikuwa ni juu ya miungu. Unaona? Kwa hiyo vita ya Mungu ni juu ya nini? Ya miungu, na sio juu ya nani? Ya mwanadamu. Lakini mwanadamu aliyejiunganisha na miungu ndiye atakayefanyaje? Atakayeangamizwa. Kwa hiyo ndo ilikuwa vita ya Bwana, na Mungu alikuwa anafanya hivyo. Bwana atawapigania ninyi. Hapa tunakumbuka kando ya bahari ya Shamu, wana wa Israeli katika ile sura ya Kutoka, sura ya 14 Kutoka, kwamba wana wa Israeli wakiwa kando ya bahari ya Shamu, huku pembeni milima, mbele bahari, lakini nyuma ni jeshi la nani? La Farao. Sasa wakati ambapo hawajui wanapita wapi, uoga ukajaa moyoni, imani ikatoweka. Naona walivyoingiwa na uoga wakaanza kunungunika, wakaanza kulalamika, wanamlilia Musa, mmetuleta kufa hapa, kwani hapakuwa na makaburi kule Misri? Unaona, yani hofu inawaonyesha ya kwamba bora wangebaki kuwa watumwa, unaona, kuliko kufanyaje? Kukombolewa. Na ndiyo maana ndugu mtazamaji na msikilizaji, hofu ni mbaya sana kwenye maisha. Yani hofu inakufanya bora ubaki kuwa mtumwa. Na ndicho kilichowatokea, kwamba wanaona ni bora wangebaki Misri kuliko kufa pale. Haya yote ni uoga na kukosa kwa imani. Amen. Kwa huyo Mungu ambaye aliwapigania mapigo yote, waliondoka Misri kwa ushindi mwingi. Lakini wanafika pale wanakosa imani wanapoona kifo mbele yao. Musa aliwaambia katika kuanzia ile 14 akamwambia simameni tu. Simameni tu, msiogope. Leo mtauona mkono wa Bwana. Mtaona Bwana atakayowatendea. Hao wa Misri mnaowaona hamtafanyaje? Hamtawaona tena. Na Bwana akafanya mambo, bahari ikafunguka, wana wa Israeli wakapita. Walivyokuwa wakipita wakimsifu Bwana kwa namna ambavyo amewaokoa. Kwa hiyo Bwana akawapigania wana wa Israeli, na wa Misri walizihirisha kauli hiyo, yakasema kwamba Bwana anawapigania watu wa nini?
wa Israeli na tukimbie mbele yao. Lakini ilikuwa ni makosa ya kiufundi, wamechelewa kabisa. Hawakuwa na nafasi nyingine ya kukimbia, walimezwa na bahari ya Shamu. Kwa hiyo ndugu mpendwa msikilizaji, ni kwamba maishani mwetu tusiogope, Bwana atatupigania. Na ndiyo maana aliwaambia simameni tu. Yani hawakutakiwa kushika chochote. Ile vita ilikuwa ni vita ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo hawakuambiwa hata shikeni hata hiyo mikuki basi na kombeo mlizo nazo. Hapana, wakaambiwa simameni tu. Na katika maisha haya sisi katika kutenda mema, tukishamwamini Yesu Kristo, tunatakiwa kusimama. Ushindi Bwana atatupigania. Amen. Kwa sababu sisi tukijisalimisha upande wake na tukamwamini, hatuna haja hata ya kurudisha maneno kwa wale wanaotutukana. Amen. Hatuna haja ya kuwachukia wale wanaotuuzi. Hatuna haja ya kushindana hata na watu katika masuala ya imani. Hapana, Bwana atafanyaje? Atatupigania. Sisi tusimame. Ndio maana kama kile kitabu cha wa Efeso anasema mkishavaa silaha zote zile simameni. Hajasema piganeni, simameni. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio anayepiga vita. Kwa hiyo Bwana yuko anapigana vita na aliwapigania wana wa Israeli, hata leo anatupigania sisi kushinda dhambi.